Hapa ni katika moja ya shamba la zao la pamba ambalo lipo katika wilaya ya Kishapu, mkoa wa Shinyanga. Zao la pamba maarufu kama dhahabu nyeupe. Zaidi ya wakulima 600,000 kutoka katika mikoa 17 wanalima zao hili hapa nchini. Kwa muda mrefu zao hili limekabiliwa na changamoto mbalimbali. Changamoto kubwa ikitajwa ni tija ndogo ya uzalishaji kutoka kwa wakulima. Mgogoro mkubwa kabisa ambao tulionao ni tija kuwa ndogo katika uzalishaji wetu. Unalima eka 10, unavuna mafurushi 10. Kwa maana kila eka imetoa furushi moja. Wataalamu kutoka katika taasisi inayosimamia zao hili, bodi ya pamba, inaeleza kuwa changamoto hii inasababishwa na wakulima wenyewe kukataa sayansi katika uzalishaji wa zao hili. Bado tuna mgogoro wa wakulima kutozingatia wanachoambiwa na wataalamu. Ndugu zangu, kilimo ni sayansi. Msipofuata taratibu za kilimo bora cha pamba, tutaendelea kuona maisha yetu hayabadiliki. Katika kupambana na changamoto hii, serikali kupitia Wizara ya Kilimo mwaka 2024 ilizindua rasmi mkakati maalum wa kuongeza tija katika zao hili la pamba. Mkakati huo ulilenga maeneo mbalimbali. Moja ya eneo ni kuongeza huduma za ugani katika zao hili. Katika swala la ugani, mkulima alikuwa licha ya kupata pembejeo sahihi na kwa wakati, alikuwa hajui vizuri matumizi sahihi ya pembejeo. Ana mbegu, badala ya kupanda kwa vipimo, mbegu anasia. Mwisho wa siku anatumia mbegu nyingi sana kwenye eneo dogo. Alafu anapanda vibaya, anapata kiasi kidogo sana kulinganisha na kinachostahili. Kwa hiyo ikaonekana nguvu ya ugani inahitajika ili kumwelimisha mkulima aweze kutumia kwa usahihi viuatilifu hivyo sambamba na mbegu za pamba. Katika kuhakikisha mkakati huo unatekelezwa ipasavyo, hasa eneo la huduma za ugani, serikali kwa kushirikiana na wadau wa zao hili la pamba, hasa wanunuzi wa pamba, imeajiri zaidi ya maafisa ugani 700. Maafisa hawa wamepelekwa katika vijiji vyote ambavyo vinazalisha zao la pamba. Maafisa hawa wanatokana na mpango wa BBT. Hawa maafisa ugani wamekuwa bega kwa bega na mkulima, kiasi kwamba mkulima anapoenda kutumia zile pembejeo za pamba, sasa huyu afisa ugani yuko naye kumwelekeza namna gani azitumie kwa usahihi. Lakini hata ukitembea mashambani utaona ari ya pamba ilivyopandwa kwa mistari, ari ya pamba ilivyozaa vitumba. Ni dhahiri kwamba zile juhudi za usimamizi wa huduma za ugani zimeweza kuleta tija kwenye zao la pamba. Ni mwaka mmoja maafisa hawa wa ugani wametoa huduma mbalimbali kwa wakulima wa zao hili la pamba. Tumetembelea baadhi ya wakulima kutaka kujua ni kwa namna gani wameweza kuwezeshwa na maafisa hawa katika kuongeza tija kwenye uzalishaji wa zao hili. Zamani hapo nyuma wakulima walikuwa basi anachukua pembejeo, anaweza kumwaga shambani, hata azingatii muda wa kupanda, azingatii namna gani ya kupalilia shamba, mmea ukue kiasi gani ndio aanze kupalilia au kupiga palizi ya pili, tukao tujui. Lakini baada ya kuja hawa wamejikita sana kutoa elimu kila kona ya vijiji, ili mradi tu kwamba kumnusuru mkulima kuondoka na kilimo cha zamani na kuingia kwenye kilimo cha kisasa. Mabibiti hawa walikuwa ni vijana ambao wanajituma sana. Kwanza naiomba serikali waongeze, kwa sababu kwa BBT mmoja kwa kila kijiji ni kitu ambacho haiwezekani. Sawa, tunawashukuru kwa namna ambapo wanajituma. Yaani wao wapo katika muda wote, wako active. Ukimuita leo hii ukimwambia kwamba njoo kwenye pamba yangu nimeona hitilafu hii hapa, anakuja kwa muda. Iwe jioni iwe mchana, hawana muda ambao yani anaweza kumpigia simu akatoa uzuru. Wanatusaidia kwamba hapa fanyeni hivi, palilieni hivi, pandeni pamba za mistari zina ubora. Hata hivyo tunashukuru sana, kwa sababu zamani tulikuwa tunalima kwa zigizaga tu, mapato yalikuwa mabaya. Na hivi sasa tunaona mapato yanaendelea vizuri, na pamba tunavuna pamba nyingi sana kupitia hawa wanashamba wetu mnaotusambazia. Kwa mwaka huu walipotusimamia BBT tumekuwa na bora zaidi
kuliko miaka ya nyuma. Tangu tuanze kulima, kukatia wanatusimamia, dawa wanasimamia, mambo ya kupulizia wanawaelekeza. Kwa kupulizia dawa, kwa kukatia pamba, kwa kupalilia. Tunaendelea kuwaelimisha siku hadi siku. Tunaambia njoeni hadi hapa muone, mjionee hali ilivyo, ukipanda kwa mstari nini kinatokea, urahisi wa kutunza shamba lako inakuaje. Mfano ukipanda katika mstari unaweza kupalilia vizuri, unapita katikati huko unapalilia. Na pia kwa sasa nashukuru serikali pamoja na bodi ya pamba kwa sababu inatuletea teknolojia siku hadi siku. Mfano kuna mashamba, kuna mitambo na teknolojia, matrekta kupulizia. Kwa hiyo tunawashauri bana, msimu unaofuata kuna matrekta atakuwa anakuja anapulizia. Kwa hiyo mazao yenu mnatakuwa mpande kimstari. Kwa hiyo wakulima wanazidi kufanyaje kuwa karibu na sisi. Kwa hiyo maana yake kama wanazidi kuwa karibu na sisi, wako karibu pia, hata tukiwapa maelekezo wanaadapti kwa haraka. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa msimu unaokuja au maana yake wakulima wengi tunatazamia kwa kila heka moja mkulima akipata pembejeo za kutosha, tunaamini atatoka kwenye zile kilo 400 500 anaweza kaenda kuanzia kilo 1000 mpaka 1500. Maana yake utazalishaji unaweza kaa double ya hapo. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPAP kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPAP kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno BimaPAP kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPAP, urahisi wa maisha.